Mimi ni Mkongo. Mimi si Mkenya. Nimetoka Kongo, South Kivu region. Ndio nyumbani, ndio mkoa wa kwetu ya katika tarafa ya Fizi. Mimi nilikuja, watoto walikuwa wametoka, walikuwa wameenda nyumbani kwetu. Sasa mke wangu wakati alikuwa anaenda huko na watoto sasa huko nyumbani kwetu, kutoka huko kwetu kwenda hivi, ndio kwenye alikutana tena na hiyo kisanga. Yeye alikufa, watoto wakawa wamenusurika. Kitu kimoja kwa mfuko wangu sikukuwa nacho. Karatasi moja, kalamu, eti niende kuchukua nguo, sikukuja naye. Nilikuja hivi nilivyo hapa. Kama vile tulitoka upande hii nikaja huko hivyo. Nikazoeana na wale ambao wako hapo karibu. Ni vile tulivyozoeana na wale ambao wako hapo karibu, nikapata nafasi ya kudiscuss hapo. Nikaanza kufanya kibarua hapo. Ninashona, nikipata nampa kidogo na yeye ananipa ili nipate at least kikombe ya chai asubuhi na kupata ka ugali kana ambayo naweza kula. Hapo ndio nilianza. Teraling imenisaidia kuelewa watu na kuelewana na watu. Na hata watu wananipigia simu. Si ndugu yangu huku ambapo niko, ni kwa sababu nilimfanyia kazi mzuri. Imepita miaka 2 mitatu, unakuta tena ananipigia simu. Kwa sababu si kukuwa na cheti. Unajua ni ngumu ufundishe mtu na huna cheti. Utakuwa mwalimu wa aina gani? Lakini kwa sababu ya Mungu, Waswahili wanasema Mungu si Asumani. Mungu sio maskini hivyo atupilie watu wote eti wamoja tu ndio wapate, wengine wasipate. Kwa bahati mzuri nikapata hii shirika ya IRC ambayo walikuwa wanatafuta watu. Wakasema wanani ambao tuna nafasi hapa ya kwenda kufanya mtihani wa kushona na unaweza pata certificate. Hasa kwa bahati mzuri wakaniita na nikaenda huko NITA, nikafanya hiyo mtihani, na nilipofanya hiyo mtihani matokeo ikawa mazuri. Wakasema ulipita, kwa sababu kuna wengine ambao hawakupita ile grade ambao walikuwa wamefanyia mtihani. Nikapita hiyo grade, yani grade 1. Ndio hiyo niko naweza shona koti, suti. Grade 1 sio diploma, lakini inaweza kuwa kudiploma. Lakini kwa sababu kwa hii program haikuwekwa kuwa diploma, iliwekwa tu certificate. Kwa sababu ni RPL ni ile tu kuweza kujua wale watu ambao wanafanya vizuri katika fani yao, ili wawe watu ambao at least wanajulikana kielimu. Kwa hiyo at least nikawa sasa naweza kuwa mwalimu ambayo anaweza onyesha, mwalimu anaonyesha sasa karatasi kwamba niko na karatasi, niko mwalimu na niko na karatasi hii. Na vile kwa sababu mimi ni mzoefu wa hiyo kazi, sijui kama mwanafunzi anaweza kuwa na tashwishi sana. Na hasa hivi ambaye ILO inasema kwamba eti unajua ukiwa na hiyo cheti
Unaweza kwenda hata sehemu ingine nje ya Kenya, hata ng'ambo, ukionyesha hivi, kwa sababu kuna nembo ya ILO, kuna nembo ya nini, watasema hii cheti iko sawa. So hiyo nadhani nayo inanipa kamoyo kwamba siku moja hata kama nikienda wapi, hii cheti nikienda nayo itaenda kupata kazi. Na wakimbizi wengi waingizwe katika mpango huu. Itakuwa nzuri na italetea pia, itakuza pia uchumi. Hatutakuwa watu wa kutegemea UNHCR au mashirika. Tutakuwa tunafanya vitu sisi wenyewe.